Katika eneo la Manila nchini Philippines, zaidi ya familia 300 zimelazimika kuhamishwa kufuatia mlipuko mkubwa wa majivu kutoka Mayon Volcano mwishoni mwa wiki hii. Tukio hilo limetokea baada ya kiasi kikubwa cha lava kilichokuwa kimejikusanya kwenye miteremko wa volcano na kuporomoka ghafla, imesababisha mtiririko hatari wa mawe ya moto na majivu pamoja na gesi. Hali hii imesababisha taharuki kwa wakazi walio karibu na eneo hilo. Mkurugenzi wa Philippine Institute of Volcanology amesema kuwa hakukuwa na mlipuko mkubwa wa moja kwa moja, bali ni kuporomoka kwa lava ndiko kilichochochea hali hiyo. Volkano ya Mayon imekuwa ikitoa mlipuko midogo mara kwa mara tangu mwezi Januari, jambo ambalo limeifanya iwe chini ya uangalizi wa karibu wa wataalamu wa jiolojia na mamlaka za dharura. Majivu mazito yalitapakaa katika vijiji 87 vilivyopo kwenye miji mitatu jirani, hali iliyosababisha uharibifu mkubwa wa mazingira na miundombinu. Barabara kuu zilifunikwa na majivu na kuathiri usafiri kutokana na upungufu wa muonekano. Wakazi wengi walikumbwa na mshangao mkubwa. Tukio hili lilitokea kwa ghafla bila onyo la moja kwa moja kwa baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi. Meya wa jiji alieleza kuwa majivu yalikuwa mazito kiasi cha kusababisha kutoonekana kabisa hata kwenye barabara za kitaifa. Hali hii iliwafanya baadhi ya wakazi kuwa na hofu, lakini mamlaka zilitoa wito kuwa na utulivu, huku zikichukua hatua za haraka za kuwahamisha wale waliokuwa hatarini zaidi. Vikosi vya uokoaji na huduma za dharura vilitumwa mara moja kusaidia. Mbali na athari kwa watu, sekta ya kilimo pia imepata hasara kubwa. Mashamba ya mboga yameharibiwa vibaya na majivu hayo na kusababisha hasara kwa wakulima wa eneo hilo. Aidha, wanyama kadhaa wakiwemo nyati wa maji 4 na ng'ombe mmoja walikufa kutokana na athari za majivu hayo, jambo lililoongeza uzito wa hasara kwa jamii inayotegemea kilimo na mifugo.